Nimeachana na mke wangu, ndoa yangu imevurugika kwa sababu watu, yani kwa sababu ya kumtetea nani? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. In short, maisha yangu yamevurugika na mimi sina faida mimi binafsi. Nimeshajaribu kwa wadau kibao, jamani ni supportini hili, wakakataa. Mpaka leo hii ndio maana Kombo yuko hivi. Mpaka watu wanaambia Kombo unafanya kazi kubwa, lakini mbona kama unajitafutia hatari, unadhalilika, una chochote. Mimi nimefukuzwa kazi kwa sababu ya kumtetea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeachana na mke wangu, ndoa yangu imevurugika kwa sababu watu, yani kwa sababu ya kumtetea nani? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. In short, maisha yangu yamevurugika na mimi sina faida yote ninayopata ndani ya serikali. Mithali 17 mstari wa 15 imeandikwa kusema, yeye asemaye kwamba asiye na haki ana haki, na yeye asemaye kwamba mwenye haki hana haki, hao wote wawili ni chukizo kwa Bwana. Na katika Mhubiri 7 mstari wa 5 imeandikwa kusema, heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu. Anyway, kusema haya maandiko utaelewa nitakachochambua huko ndani, kwa sababu nitachambua kuhusiana, nitaweka mifano ya walau aghalabu watu watatu. Mrisho Mpoto, Mwijaku na Kombo, kama sikose kijana anaitwa Kombo. Nitaweka mifano ya hao kwa namna ambavyo hata wamelalamikia kupoteza wake zao. Sio mambo ya Mwijaku na amerudi, lakini bado ataka amerudi kwa akili ya mwanamke yule. Inawezekana amerudi kwa ushawishi fulani au vitisho fulani ambavyo huenda kukaa, bado atakaa kwa mateso makali, kwa sababu ni kazi ngumu sana kuishi na mwanaume wa aina ya Mwijaku kwa anachokifanya, alimaarufu uchawa, hasa wa kusifia mambo machafu. Utanielewa tu. Hata wengine wote ambao muna aina hiyo ya Mwijaku, muna aina hiyo ya kina Mrisho Mpoto, muna aina hiyo ya kina Kombo. Hata kama una mkeo, una mumeo, jua naishi na wewe kwa kuvumilia sana, kwa taabu sana. Ndio maana mnaanziaga kitu kadogo sana na anachukua maamuzi fulani makubwa sana. Utanielewa tu. Utanielewa. Utajua mtu anaweza kuishi na wewe kwa uwezo wote na hali yoyote, lakini au anapata sifa yako kwamba huyu mumeo, huyu mkeo ni mtu asiyepinda, ni mtu aliyenyoka, ni mtu asiyebadilishwa na chakula, ni mtu ambaye lugha yake hata ateswe vipi ndio ni ndio, nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Nina hakika mwanaume wa aina hiyo, mwanamke wa aina hiyo, mimi ndo nakwambia ana soko wakati wote. Hata akikimbiwa na mkewe, akikimbiwa na huyo mume, huyo mke, atakuwa akishambuliwa na kila mtu kwamba umeacha jembe, umeacha mtu. Lakini ukiishi na wanaume wa aina hizi, nachokisema hapa, kwa mfano Mrisho Mpoto, naweza nikawa pengine namuumiza sana. Ikumbukwe hata sisi ambao tunaweza tukasifia jambo jema, tukapinga jambo baya. Ikiwa baya tunalipinga effectively, ikiwa jema tunalisifia bila kuogopa chochote. Ikumbukwe na sisi tunaweza kupata madhara, tunaweza kupoteza wapendwa wetu, aidha wakatukimbia ama wakafa au wakauawa. Lakini ninachotaka kujadili hapa ni watakapopotea au watakapouawa au utakapogundua kwa namna moja nyingine, inawezekana mpendwa wangu kauawa kwa sababu ya movement zangu hizi, kwa sababu ya hiki ninachokifanya. Aidha mimi wasio haki nawaambia wana haki, walio na haki nawaambia hawana haki.
ili nipate chochote kitu, na wasifia wabaya hata pasipo kuwasifia, au mimi na wapinga wabaya sawa na ubaya wao na kuwasifia wema. Wote sisi tunaweza tukapoteza wapendwa wetu kwa kutukimbia ama wakauliwa, ili kutu silence sisi, ili kutuumiza sisi. Na kuhakikishia panauma sana ikiwa unaanza kupitia kusema inawezekana kauawa au kafa au kanikimbia kwa sababu ya mambo machafu haya na haya niliyoyafanya. Kwa sababu nataka uelewe, unapofanya jambo chafu kwa ajili ya ulaji wa siku moja, kwa ajili ya kupata ujenge pengine kigorofa, huwa unafahamu kwamba ile kwa kweli hili ni baya. Ndio maana katika Mithali 14 mstari wa 9 nasema, wapumbavu huidharau hatia, bali upo upendeleo kwa wenye haki. Yani mpumbavu, mtu fulani ambaye anaonaga milioni 100, bilioni 10, bilioni 1, milioni 10, milioni 1 ina nguvu kuliko haki, kuliko ukweli. Ni mpumbavu, huidharau hatia. Kunakuwa na hatia fulani ndani ya moyo inasema hapana, lakini kama ni kufa, kama huyu mtu atanitisha, ataniua na aniue tu, lakini mimi sitamsifia kwa jambo baya, mimi sitamuunga mkono kwa jambo baya. Huko ndo kuheshimu hatia. Lakini mpumbavu naye dharau hatia, anaona tu kabisa hii jambo huyu mtu analofanya si sawa, hata kama linaonekana sawa, lipo lilo sawa zaidi ambayo ndo ningemuonyesha. Pumbavu huidharau hatia. Sasa sisi wote tukapoteza, wametukimbia wapendwa wetu ama wameuawa, tukapoteza. Ukianza kupima kwamba itakuwa amekufa, itakuwa amenikimbia, itakuwa ameuawa, pengine kwa sababu ya mimi kusifia hiki ninachosifia ambacho hakikupaswa kusifia, na kuhakikishia panauma sana. Huwa inauma sana, yani inauma sana, kwa sababu unatafuta kutubu, unajikuta havitubiki. Yani hata kama pengine mke mtoto hajafariki au hawajamuua, amekukimbia. Mara nyingi kwa mwanamke au mwanaume mwenye akili nzuri, ni vigumu sana wewe kutubu mpaka aje kuamini kwamba sio chawa, husifii visivyotakiwa. Kwa sababu kusifia hata visivyotakiwa lazima pia uwe mwongo. Kwa hata vitu vingine vyote atakavyokuwa na mashaka nayo, hata ukimwambia sikufanya, umendanganya wewe, sio mtu. Kwa hata akirudi pengine umemshawishi, umemtisha au wamemtisha hao ambao ulikuwa unawasifia kwa kila kitu, bado taishi na mwanamke ambaye anavumilia sana, anaishi kwa aibu sana. Naona naishi na mwanaume fulani, sio ana mkosi gani. Lakini mara nyingi ni vigumu sana kama umeipuuza hatia, umeipuuza dhamiri. Ni vigumu sana kuja kupata thamani mbele ya mtu, hata kuanzia unayeishi naye. Ninakwambia haya yeyote, kwa sababu asilimia karibia 100 ya binadamu wote mnaishi kwa uchawa kwa namna moja na nyingine. Yani mkifika eneo pengine mnatishiwa uhai wenu, au kuna kitu mnaweza ukapewa, mko tayari kusifia ambacho dhamiri yako inakwambia ili hapana. Mko tayari kukaa kimya, mko tayari kuwa upande wa mwenye nguvu, wa mwenye uwezo, au aliyekutishia. Nakwambia unaishi, watu wanaokuzunguka, wanaokuchekea, hasa wa nyumbani mwako, hasa mke au mume unaishi naye, unaishi na mtu anayekuvumilia sana, naishi kwa tabu sana na wewe, na mtaanzia kokote. Aidha mtaumizana sana, au mmoja atachukua maamuzi ambayo mwingine hataamini maamuzi haya yametokana nini. Au kuna hata mwingine huyo, kama apende kukudhuru, hapo alipo anatamani sana kufa kutokea kwa njia yoyote, ili aepuke aibu ya kuishi na mwanaume kama wewe. Na huenda itatokea, nielewe. Na
nyie mnaoitwa wafuga chawa, watawala, mnaojiita watawala, sababu ndio ambao mnatengeneza chawa, na kuwachukia sana watu ambao hawawezi kukusifu, kukupongeza katika machafu nao kumefanya. Mstari tuliosoma katika Mhubiri 7:5 unasema, heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko kusikiza wimbo wa wapumbavu. Wimbo ni kitu kinachorudia rudia. Wewe unaupiga mwingi, unafanya kazi nzuri wimbo, lakini wewe unajijua kabisa huo uko sio kufanya kazi nzuri. Ukilinganisha nchi za wenzetu wanaitwa wazungu, hakufika pale kimiujiza. Walifika pale kwa sababu kuna mtu alikuwa kwenye nafasi kama hiyo ya kwako, alipushi mambo kuwa pale, na alipokataliwa aliresign, hakukaa hapo. Lakini mambo kuwa pale walipo wazungu, naweza nikwambia jambo la ajabu sana, inahitaji mwaka mmoja tu. Kuna swala la kuwa na miundombinu kama ya kwao, kuna swala la kuwa na facilities, kuwa na vitu ambavyo wakati wowote mtu yoyote anasema, kuwa na zana ambazo mtu yoyote akiangalia anasema wale kama ni flyover ile wanaweza kupitia hiki na hiki, na wanajua na wameshaandaa tayari. Ndani ya mwaka mmoja tu unayeweza kuwa kiongozi hasa, unaweza kuifanya nchi mtu akawa anajua ndani ya miezi miwili kile nilichokiona kwa wazungu hapa kitakuwepo, ndani ya miezi mitatu kile nilichokiona kwa wazungu hapa kitakuwepo. Sasa kwa bahati mbaya sana huwa hamwamini katika kufanya lililopaswa ufanye, na hata kama kuna namna kuna wenzako wanakuzuia, ikiwezekana ujiuzuri ili uonyeshe hatuelewani kwenye hili, huwa mnageukia kutengeneza viumbe wanaoitwa machawa kwa ajili ya kuwaimbia nyimbo, na kuwapongeza pasipotakiwa, na kuwachukia sana watu mfano wa kina mimi. Kwa sababu mimi ni asilimia kubwa nikisimama ujue na kulaumu. Hata nikianza kupongeza kwenye nchi yetu, hakuna uliye kwenye kitengo chochote cha ajira, cha nafasi, cha cheo unastahili pongezi. Karibia wote, na hasa mlio kwenye CCM, nyie ni 100%. Ni 100%. Nyie hakuna naye stahili pongezi, hakuna. Sasa mkikutana mtu anawalaumu kwa sura kama hii, huyo ni adui yenu. Ni heri usikie laumu za wenye hekima, ni heri usikie laumu za watu wenye haki au walionyooka. Hekima ni kufanya jambo sahihi, wakati sahihi, mahali sahihi, bila kusababisha au kufanya jambo kwa namna ambayo hautaleta hasara au madhara makubwa baadaye. Hiyo ndio hekima. Na mara nyingi mpaka uwe na hekima lazima uwe na maisha yaliyonyooka. Sasa nyie muamini kuwepo kwa walionyooka, kwa sababu wachungaji, makina makatei, maaskofu ni wahuni tu wenzenu, ambao kwa sehemu kubwa mnajua na wenyewe, kuanzia ulaji wa sadaka zao, aina ya makanisa yao ni mishe tu. Karibu 100% ya wahubiri wote, hasa wanaitwa Kristo, wote ni mishe. Kwa hiyo kwa sababu hapana, hata wahubiri ni wahuni, kwa mnaamini dunia yote imejaa wahuni. Wengine wote sisi mnatuweka kwenye kundi la wanaharakati, kana kwamba mwanaharakati ni mtu aliye tofauti na binadamu wa kawaida anavyopaswa kuwa. Kumbe mwanaharakati, binadamu yoyote mwenye akili timamu ni mwanaharakati. Kuna wanaharakati wa mazingira, kuna wanaharakati wa haki za binadamu, kuna wanaharakati wa haki za wanyama, kuna wanaharakati wa kutafuta pesa. Harakati ni kile kitendo cha kukomalia jambo mpaka linakuwa, au kile kitendo cha vile unavyotazama mambo, unapigana mpaka jamii fulani, kundi fulani linaanza kuchukulia mambo hivyo. Hiyo ni kazi ya Mungu. Hata anapomtuma mhubiri, anamtuma mhubiri ni harakati, akashawishi, akaelekeza, akafafanulie watu wachukulie mambo vile Mungu anavyochukulia. Mungu ni mwanaharakati namba 1. Sasa watu wote ambao anaweza kawa pengine amenyooka kwa kila kitu, au amenyooka kwa jambo fulani ambalo wewe umekosea, mara nyingi
mnawatoa tofauti na binadamu wanavyotakiwa kuwa, mtawapa majina, wanaharakati, watu wanaoichafua nchi. Sikiliza, ni heri kusikiliza laumu ya wenye hekima kuliko kusikiliza wimbo wa wapumbavu. Mtu kama mimi nikikwambia hustahili kuwa kiongozi kwa sababu mmeua watu, hata hivi mnavyoanza kutengeneza propaganda, si mnafanana na Magufuli, sijui mnatatua kero. Nimewaambia na nitabaki kuambia, mnajiongezea tu maadui. Hao watu mnaowakemea kwamba hawafanye kazi vizuri, hawasikilizi watu wanapolia, mumeua ndugu zao na hamjawasikiliza. Hao watu wanajua wanapolia kwa kuonewa kwa namna moja nyingine, wasipokuwa kwenye mnyororo wenu fulani, nyie hamwasikilizi. Hamsikilizi watu wanaolia kutekwa na kuuawa kwa ndugu zao. Hakuna mtu anaweza kukusikiliza wewe unaposema sikiliza watu. Sikilizeni laumu za wenye hekima kuliko wimbo wa pumbavu. Kina Mwijaku, kina Baba Levo, kina Kombo, sijui kijana, so kina nyimbo zile za kina nini, Mrisho Mpoto, ambao kila wakati ni kusifia kwa tungo pengine ambazo inaonekana ni kama za kiufundi. Lakini nahisi Mrisho Mpoto yuko katika wakati mmoja, katika wakati mgumu sana, miongoni mwa wakati mgumu ambao tuko nao akina sisi. Mimi mtoto wangu wa pekee kauawa, binti yangu Sifa kauawa, lakini sijuti. Sioni maisha mengine ambayo ningeishi. Lakini watu kama kina Mrisho Mpoto, akijua mke wake pengine kauawa au kafa kwa laana fulani kwa sababu ya kazi ambayo hakuiheshimu dhamiri, hakuiheshimu hatia, akaendelea tu mbele, kwa sababu kulikuwa na posho kubwa sana ukienda kuimba kwenye hafla na ukasifia, ukawaimbia ili wakualike tena. Naishi panamuuma sana. Hata aliposema mimi nilichagua maisha. Maisha hatuchagui unayotaka tu. Maisha unachagua yanayokupeleka kwenye aibu fulani na maumivu fulani ya siku nyingi, au kwenye heshima fulani ya siku nyingi. Maisha hujichagulia. Mimi ndo maisha yangu niliyochagua. Mwenye akili timamu uchagui maisha yako tu unayotaka. Mwenye akili timamu unachagua maisha ambayo kesho na kesho kutwa watoto wako na jamii yako itasema tuna heri sana kuwa na ndugu kama huyo. Hata kwenye Biblia inasema mbele yako zimeweka njia mbili, kuna ya mauti na laana, baraka na uzima. Chagua ya baraka na uzima. Tenda 1, 2, 3 ndo kuchagua baraka na uzima. Kitakuweko 1, 2, 3. Kwa hiyo maisha yangu ndo ni maisha niliyochagua. Hujachagua maisha tu, hujachagua aina ya maisha tu, umechagua pia na yatokanayo. Sasa atakapotokana usianze kusema huu mkosi, laana, hii ni vita. Ulichagua aina fulani ya kuishi ambayo ina matokeo ya aina hiyo. Machawa wote, wanadamu karibia wote ni machawa. Nimejaribu kuweka hao, naweza ukajipongeza ukawatukana hao ukasema kwa kweli, lakini kwa sehemu kubwa hasa mlokole, wahubiri ndo machawa namba. Wahubiri ni vigumu sana kumwona mhubiri kanisani, wako kwenye kikao, kwenye vikao vyao ama kwenye jamii, anajionyesha yuko tofauti kimtazamo, hasa kwa mambo maovu yanapotendwa na mtu mwenye nguvu kiuchumi au kicheo. Ni vigumu sana. Kwa hiyo wote ni machawa. Mara nyingi mbele za watu mnasifia, mnaongea mazuri, mkienda kinyume ndo mnaanza kusema hapana, huyu ni mbaya. Huo ni uchawa. Huo ni uchawa. Na wanadamu wengine wote mliosalia, wafanya biashara, asilimia kubwa wote, ili usurvive kwenye nchi zetu lazima uwe mnafiki, ambao nafiki viko karibu sana na uchawa, ama ndio uchawa wenyewe. Sijui uliyenielewa. Na mara nyingi ikiwa nimegusia karibu sana na hata mnaonipenda kwamba na wewe ni moja ya hao, na wewe ni chawa kwa viwango vingine, na utakapokutwa na baya utakuja kujiona ya kweli imetokana na kusifia ambacho hakikuwa kwa cha kusifia pale na pale. Mara nyingi
na nyie kidogo ndo mnapunguzaga hata kucomment kwamba hapana mchungaji, kwenye hili nimejifunza, kwenye hili Mungu anisaidie, kwenye hili hapana, na mimi naacha tu niwe hivyo ulivyo, na ni kulipa gharama, na niwe tayari kulipa gharama. Anyway, uliyenielewa, asante. Wewe hujanielewa, Mungu mwalimu ndiye hata kufundisha. Hongera na asante kwa kunisikiliza. Eti wanaomba samahani, watarudisha uhai waliopotea kwa uzembe wao, watawanyang'anya waliowapa masikio yetu kama zawadi. Mjomba, life is not a rehearsal, it's a performance. Mchele haki ateni ukweli mjomba. Tazama maisha yetu, utazani mchezo kuigiza. Migodi 6 yote kwangu, ekali 100. Najiandaa kustaafu nipate sehemu ya kupumzika. Maziala je, alimuoa mtoto wa mjomba wangu, kaka yake na mama yangu, nikampa zawadi. Inauma sana, inauma sana kugawa malalio yetu kama zawadi mjomba. Bora kujenga daraja